Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kupoteza katika mchezo wa kwanza dhidi ya Liechtenstein kwa bao 1-0. Kesho inashuka tena uwanjani dhidi ya Macau ambao katika mchezo wa kwanza walipoteza bao 4-1. Fungameza tumeshuhudia mchezo wa kwanza na hii ni karata ya pili ambao Miguel Gamondi pamoja na vijana wake wanakwenda kuitupa kesho. Ni kiufundi zaidi Taifa Stars wanapaswa kufanya nini pengine katika makosa katika mchezo uliopita yasijirudie leo, lakini pia katika kutumia nafasi? Nadhani jambo la kwanza na la msingi zaidi ni kuwa makini na kuchukulia mchezo ni serious sana, kwa sababu ukijaribu kuangalia tayari mchezo wa kwanza walicheza na Liechtenstein ambao kimsingi walionekana kuwa ni timu dhaifu na walikuwa na nafasi kubwa ya kwenda kuifunga, na watu walikuwa naamini kwamba ni mchezo ambao timu ya taifa ya Tanzania itakwenda kuchukua alama, lakini baada ya dakika 90 mambo yalionekana kubadilika na unaona timu ya taifa ya Tanzania ilipoteza. Leo hii wanakwenda kesho wanakwenda dhidi ya Macau. Utagundua kwamba ni miongoni mwa timu nazo ni dhaifu, kwa sababu ukijaribu kuangalia kwenye hizi FIFA series Tanzania inaonekana ndio kuwa timu ambayo kimsingi inaonekana kama inajiweza kimtindo fulani hivi. Kwa hiyo wanakwenda katika mchezo ambao pia kimsingi ukiwaangalia Macau wanaonekana sio timu shindani kwa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa quality ambao wako nao kwenye rank pia nafasi ambayo wako, utagundua kwamba timu ya taifa ya Tanzania ni wanakwenda kama timu ambayo inapewa nafasi kubwa kwenda kushinda huo mchezo. Sasa ili neno la kuwa timu namba 1 ambayo inapewa nafasi kubwa ya kwenda kushinda mchezo ndio neno ambalo ama ndio mentality ambayo iliwamaliza katika mchezo wa kwanza dhidi ya Liechtenstein, kwa sababu waliamini kwamba wao ni wakubwa na Liechtenstein wadogo, wanaweza wakawafunga muda wote ambao wao wanataka, kwa sababu mechi ile katika imani yao na wakaamini kwamba wanaweza kwenda kuimaliza, lakini mwisho wa siku wenzao wakapata nafasi moja ya wazi wakaenda wakatumia na mechi ikamalizika kwa kufunga kwa timu ya taifa Tanzania. Sasa dhidi ya Macau nadhani jambo la kuboresha zaidi ni kujaribu sasa kurekebisha yale makosa hususan kwenye mentality za wachezaji. Wakiingia leo hii kesho kwa maana wahakikishe wanaingia wakiwa serious sana na kuamini kwamba wanakwenda kucheza mechi ngumu ambayo kimsingi wanatakiwa kuwa strong, lakini kiacha hivyo wanatakiwa kuwa na umakini zaidi hususan katika kumalizia nafasi ambazo wanazipata, kwa sababu ukijaribu kuangalia mchezo dhidi ya Liechtenstein unaona timu ilitengeneza nafasi nyingi lakini nafasi hakuna hata moja ambayo ilitumika. So kwenye mchezo huu sitegemei kuona hilo. Nadhani jambo la msingi zaidi ni kuzingatia namna ambavyo wanaweza kuwa serious na kumalizia nafasi. Mchezo wao wa kwanza Macau walipoteza kwa bao 4-1 dhidi ya Aruba, ambao ukiwatazama Aruba katika renki zile za FIFA wako nafasi 189 wakiwa na alama 872.92, lakini ukiwatazama hao wenyewe Macau wako nafasi ya 194 wakiwa na alama 860.31. Taifa Stars tuko nafasi ya 110. Gap kubwa sana tumewapiga, lakini kama tutapoteza mchezo wa kesho means tutazidi kushuka katika renki za FIFA, ili tuendelee kubakia pale, kwa sababu mchezo wa kwanza tumepoteza kwa 1-0 tayari imeingia dosari. Kesho tunapaswa kufanya nini? Mpango mkakati ni upi? Mchezo uliopita maeneo ya ulinzi Bakanondo Mwamnyeto pamoja na Twari Mnulu kulionekana kuwa na ule muunganiko mzuri, na washambuliaji Selemani Mwalimu, Tali na Rakia, Faisal Salum walipoteza nafasi. Kipindi cha pili mwalimu alifanya mabadiliko, kuonekana moja kwa moja timu ilianza kucheza kidogo. Tutegemea mabadiliko yote kiufundi katika mchezo hapo kesho? Mabadiliko nadhani yatakuwepo kwa numbers kubwa sana, kwa sababu ni michezo ambayo kimsingi lengo kubwa ni kuona namna ambavyo timu zinawaangalia wachezaji wao, kwa sababu mara nyingi timu ya taifa inaitwa ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo tutegemea kuona mabadiliko pia. Hakuna lazima fulani acheze. Ni timu, unaposikia timu ya taifa ni timu ambayo mara nyingi inajumuisha wachezaji wengi wenye standard na daraja la juu. So tutategemea kuona mabadiliko, na sio mabadiliko tu ya wachezaji, lakini pia tutategemea kuona mabadiliko ya namna ambavyo wachezaji watakuwa wanajituma katika mchezo tofauti na mchezo uliomalizika. Kwa hiyo utagundua kwamba ni mchezo ambao tutategemea kuona timu ya taifa Tanzania ikiwa na mabadiliko katika kila idara, mabadiliko katika eneo lao la ushambuliaji kwa maana kuwa makini katika kumalizia nafasi, lakini mabadiliko pia katika eneo la ulinzi kuhakikisha hawaruhusu magoli ambayo kimsingi yatakwenda kusababisha mchezo upotee. Lakini pia tutegemea pia kuona mabadiliko spirit ya wachezaji, natarajia kuona ikiongezeka, kwa sababu hata ukijaribu mara
mara baada ya ule mchezo kumalizika dhidi ya Liechtenstein, utagundua kwamba wachezaji walionekana kujutia kwa namna ambavyo wamepoteza mchezo. Kwa hiyo sitegemei kuona kile ambacho alikifanya dhidi ya Liechtenstein waje kufanya dhidi ya Macau, kitu ambacho kinaweza kaenda kwa disappoint zaidi mashabiki wa soka kutoka nchini Tanzania, hususan wale ambao wamekuwa kifuatilia na kuisupport zaidi timu ya taifa Tanzania. Kufungwa na Liechtenstein ilikuwa ni aibu kubwa. Wao kama wachezaji, aibu kubwa kama taifa, kufunga na taifa ambalo alipo katika ramani ya mpira kihivyo, na wanakwenda kucheza dhidi ya Macau the same, pia hawana tofauti Macau na Liechtenstein. Lakini mimi naamini mara nyingi mchezo wa mpira miguu ni mchezo ambao sometimes unakuwa na matokeo ya kikatili, lakini kuna nyakati sio matokeo ya kikatili, yani uzembe wenu unaweza kusababisha mkapoteza mchezo. Uwezi kuniambia mchezo dhidi ya Liechtenstein timu ya taifa ya Tanzania ni matokeo ya kikatili, wakati mlitengeneza nafasi nyingi, mlifanya kila bora, lakini mkashindwa kumaliza mchezo. Kwa hiyo sitegemei kuona kwamba watu warudi na wazungumze kuhusiana kwamba tumecheza vizuri lakini tumekosa matokeo. Hilo swala sitegemei kuliona, na siamini kama linaweza likatokea kwa namna ambavyo matokeo ya kwanza, mchezo wa kwanza wameyapata. Naamini kwamba kuna kitu kikubwa sana kitakwenda kubadilika siku ya kesho. Watu wajiandae kuona Taifa Stars ya tofauti, naamini hivyo. Labda waje labda waje kunikataa, maana yategemei. Kuna nyakati timu yetu ya taifa ina changamoto moja. Kipindi ambacho mnaweka imani na matumaini ndio kipindi ambacho imekuwa ikiwa disappoint watu wengi. Katika kumalizia fungamezi, katika tupo katika kundi hili B katika hii FIFA series, wengi wao wanasema kwamba tumepangwa na vibonde, yani nafasi ya 205, nafasi 189 huko ni timu ambazo za chini, pengine hata huko Europe hazifahamiki, wao kuna wachezaji ambao wanacheza timu kubwa. Lakini sisi tuko nafasi ya 110. Kibao kimegeuka. Sisi ndio tunaonekana pengine ndio tia maji zote kuja na mpango mkakati mzuri. Pengine ni wazi kwa kosti ya mataifa Tanzania, kukosekana kwa Simon Epigodi Msuva, kukosekana kwa Bwana Ali Samata ni shida, lakini pia kulikuwa kuna haja ya kuita wachezaji hao kwa sababu ni FIFA series. Wengi wao au timu nyingine nyingi za taifa wameita vijana kutoka timu B na wale wengine ambao wamekosa nafasi ya kwanza katika timu zao. Tutakuwa na changamoto ya akili kama mpaka hivi sasa, mioyo na akili yetu tukiamini kwamba Simon Epigodi Msuva na Bwana Ali Samata ndio watu ambao wanapaswa kuibeba timu ya taifa ya Tanzania. Kwa sababu tuwe wa kweli, Samata wamefanya makubwa, Msuva amefanya makubwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Lakini tukumbuke na wachezaji ambao wametumika sana na umri wao umeenda kwa kiasi kikubwa, japokuwa wana nafasi bado na mchango wao bado unaonekana kuwepo kwenye timu, lakini nyakati sasa kwenye michuano kama hii ya FIFA series kuchukua damu mpya ambazo kimsingi mnaweza mkaenda kuzintroduce na kuja kuwa msaada mkubwa kwenye kikosi. Sasa kipindi ambacho Simon Msuva, Bwana Samata hawapo kikosini, nyinyi ambao mnapata nafasi, je, mnaonesha uhitaji, mnaonesha thamani kama ambao walikuwa naionyesha Bwana Ali Samata na Simon Msuva? La kujiuliza ndio hilo. Kama mwisho wa siku utagundua kama wachezaji watakuwa wanacheza katika kiwanja wakiamini atushindi kwa sababu ya hayupo Msuva wala Samata, ama sisi mashabiki ambao tumekuwa tukiangalia timu ya taifa ya Tanzania atushindi kwa sababu hayupo Samata ama Msuva, tutakuwa tunakosea sana, kwa sababu hawa ni wachezaji ambao kimsingi umri wao pia tayari umeshaanza kutuacha. Kwa lazima tuintroduce wachezaji wapya kama hao kina Selemani Mwalimu ambao kimsingi tumezungumza kwamba wanapata nafasi 7 na shindwa kuchukua hata nafasi moja. So paka hapo pia wanamtaka tena Simon Msuva, Bwana Ali Samata aje kufanya nini? Kwa mimi naamini kwamba kukosekana kwao labda ikawa ni sehemu ndogo sana ya timu labda kutokuonesha kile ambacho watu wengi wategemea kukiona kutoka kwao, lakini kukosekana kwao sio sababu ya timu kuwa hivi kucheza vibaya mbele ya timu ambazo hazipo katika ramani nzuri katika renki za FIFA. Lakini mpira wa kisasa nadhani umebadilika kwa kiasi kikubwa. Rank jina sio sehemu ya mchezo, japokuwa labda inaweza ika-apply part ndogo sana, kwa maana investment ya mchezo wa mpira miguu kwa ulimwenguni imekuwa balance. Sijui miaka zamani kuna mataifa ukiyasikia ama kuna timu kizisikia hata kufungwa kwake labda wakutane wenyewe kwa wenyewe. Mimi nakumbuka miaka ya nyuma ukisikia FC Barcelona ukisikia imepoteza labda imepoteza imekutana na Real Madrid ama timu kubwa katika UEFA Champions League. Na katika msimu mzima wa La Liga kwa maana ya La Liga Santander inaweza ikacheza msimu mzima isifanyaje isipoteze mchezo. Lakini this time around utasikia kapoteza na Malaga,
kapoteza Levante, kapoteza timu za kawaida tu, kwa sababu tu level investment imekuwa ni kubwa kwenye vilabu, imekuwa ni kubwa pia hata katika timu za taifa. Ndio maana tunaona hata sisi timu yetu ya taifa imepata shida mbele ya Liechtenstein. Tumeelewana, Liechtenstein haikuonekana kuwa timu ya hatari, lakini tunashinda kugundua kama mpira umebadilika sasa hivi. Na sio huko tu, hata kurudi katika michuano yetu hapa barani Afrika, unaona sasa vilabu vikubwa viko vinatawala mchezo, kesi sasa hivi navyo tukikutana navyo tunaweza kuchuana navyo, ama timu zimekuwa zikichuana. Leo hii mtu akisikia Al Ahly ashangai wala astuki. Akiza zamani ukisikia umepangiwa na Al Ahly, jua safari yako imefanyaje, imefika mwisho. Kwa hiyo mimi naamini kwamba huu mchezo ambao wanakwenda kucheza kesho ni mchezo ambao wanapaswa kuonesha kitu cha tofauti kuliko kile ambacho likionyesha dhidi ya Liechtenstein. Shukrani sana kwa meza. Asante sana. Okay. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.